Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu zangu wapendwa, mwenyekiti wetu wa jumuiya yetu ya maridhiano na amani Tanzania, viongozi wa dini, maaskofu, wachungaji, mashemasi, mitume, mapadri, maustadhi, maimamu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu nyote. Baada ya shukurani nyingi kwa jumuiya yetu ya maridhiano na amani na kwa mwenyekiti ambaye ndiyo sababu ya kikao chetu hiki na mkusanyiko huu muhimu, tamko letu hili pendwa nilitaka kulisoma ndani yake nukta 5 za haraka nilizozinakili. Lakini kabla hizi nukta 5, Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na uongozi wa JMAT, niseme kwa kweli mlichokifanya leo, mmetoa darasa katika ardhi ya Tanzania na nchi ya Tanzania kwamba udini na kubaguana kwa kidini, leo JMAT imeonyesha na mwenyekiti umeonyesha kwa vitendo kwamba ni jambo haliwezekani na halitotokea. Mkusanyiko huu ambao unawakusanya mapadri, wachungaji, maaskofu na mashehe ni ishara kwamba Tanzania wanaoifikiria vibaya kwamba watakuja kuingiza kwenye mizozo ya kidini, hicho ni kitu hakipo. Hii ni darasa ya kivitendo. Tamko letu, mambo 5 niliyoyasoma, naona tamko hili kwanza limejaribu kujumuisha kitu kinachoitwa umoja wa kitaifa. Ukiangalia namna lilivyoandikwa na mpaka mwisho, limejaribu kuelekeza nguvu kubwa kwenye umoja wetu wa kitaifa. Tanzania tusikubali kubaguliwa kwa dini zetu, kwa makabila yetu, kwa madhehebu zetu, kwa misimamo yetu. Hili jambo la kwanza muhimu, na hili ni zito mno, umoja wa kitaifa. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu tukiliangalia kwenye tamko letu ni umoja na mshikamano wa dini zetu. Tamko limetuelekeza Tanzania hii ni ya Watanzania, ni ya Waislamu, ni ya Wakristo, ni ya wenye dini tofauti, yote nchi yao ni Tanzania. Dini zetu, imani zetu, madhehebu zetu, tamko linasema limeelekeza nguvu, umoja wetu hapo upo, asije mtu akatugawa kwa hayo. Lakini jambo la 3 ni hizi hekima na busara. Hekima na busara na tafakuri ya hali ya juu ya kuwaasa vijana na kuwaeleza taifa lao lina nini, na vijana kuwaasa wayasome mambo kwa upana, wasiangalie mambo kwa ufupi. Na naamini Mheshimiwa Mwenyekiti na viongozi wote, kama viongozi wa dini watasifika na sifa ya hekima na sifa ya busara na sifa ya utulivu wa hali ya juu, wao ni akina nani? Naamini ya kwamba nchi hii itavuka na hakuna mtu ataitikisa. Lakini jambo la 4 ambalo nalo ni zuri na zito na muhimu ni hili jambo ambalo wenzangu pia wameligusia, niligusie, jambo la kumwelekea Mungu, jambo la dua. Ad-du'a silahul mu'min. Dua ndiyo silaha pekee, maombi ndiyo silaha pekee yanaweza kutuvukisha. Kwa kuwa mwenyekiti ametupa dakika 2, lakini tunazo nchi za jirani hapa zimewahi kupata matatizo, zikaelekeza nguvu zao kwenye maombi na Mungu akazivusha.
Lakini nukta ya 5 katika andiko letu, ukijaribu kuliangalia kwa makini, kana kwamba andiko linatuambia jamani, hebu tuirudishe Tanzania yetu kwenye ule muonekano wetu, kwenye ile sura yetu kimataifa na kitaifa, kwenye ile picha yetu. Tanzania yetu ilikuwaje? Tanzania yetu ilikuwa ikijulikana ni kisiwa cha amani, na hilo linawezekana kulirudisha. Tanzania yetu ikijulikana ni nchi ya lugha moja ya Kiswahili. Tanzania yetu ikijulikana ni nchi ya watu wanaovumiliana, watu ambao hawana taifa jingine wala nchi nyingine isiyokuwa Tanzania. Kwa upendeleo maalum, naomba Mheshimiwa Mwenyekiti aniruhusu nihitimishe kwa hii aya ya 112 Surat Nahli juzuu ya 14. Mwenyezi Mungu anasema, amepiga mfano wa kijiji ambacho kilikuwa kina utulivu, kilikuwa kina amani. Amepigia mfano wa mji ambao ulikuwa na amani, ulikuwa na utulivu, ulikuwa na mshikamano, watu wake walikuwa wanaishi vizuri, neema zimetawala katika pande zote. Lakini watu hao wakachoka amani, wakachoka neema walizopewa na Mungu, wakavunja mshikamano, umoja na amani waliokuwa nayo. Natija yake nchi hiyo, kijiji hicho kikabadilika, kikawa cha fujo, mshikamano ukatoweka na amani ikatoweka. Wadaraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah faadhaqaha Allah libasa al-ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Mbarikiwe sana na muwe na amani, na mnaruhusiwa kunipigia makofi.